Katika kijiji kidogo, pembezoni mwa pwani ya mbali, aliishi kijana mvuvi. Jina lake lilifutwa mioyoni mwa wengi, lakini sio hadithi yake. Jina lake ni Said. Alizaliwa nje ya ndoa, na kwa imani ya kijiji hicho, hilo lilionekana kuwa laana. Aliishi na mama yake pekee, mwanamke aliyempenda kwa dhati, huku akivumilia dharau na chuki kila siku. Wavuvi wenzake walimkataa, hawakutaka kuvua naye, wakihofia angebeba mikosi. Kila usiku, Said aliondoka peke yake na mashua yake ndogo, akielekea baharini, kimya, gizani, akibeba matumaini ya kesho iliyo bora. Lakini usiku mmoja, bahari ilianza kuangaza kwa mwanga wa ajabu. Ghafla, akajitokeza kiumbe wa kuvutia ajabu, mwenye uso wa binadamu, lakini mkia wa samaki. Alikuwa malkia wa bahari, mwenye nywele za dhahabu na fedha, macho ya samawi yaliyong'aa kama almasi ya maji. Walizungumza, wakatazamana, na wakaapa urafiki wa siri, lakini kwa masharti, asimtaje kwa mtu yeyote. Kwao kijijini, imani ilikuwa thabiti: yeyote akikutana na samaki mtu ataleta laana, na kiumbe huyo lazima awawe ili kuondoa mikosi. Lakini mganga wa kijiji akaona maono. Alimwona Said na malkia wa bahari, lakini sura ya kijana haikubainika. Siku moja, wavuvi wawili walimfuatilia, na bahati mbaya, wakamwona akizungumza na malkia wa bahari. Hali ikawa mbaya zaidi, walipoamua kumdhuru mama yake mpendwa. Kabla ya kufa mikononi mwa mwanawe, alimwambia kwa upendo wa mwisho, "Kimbia, Said." Kwa moyo uliojaa uchungu, Said alikimbia. Wakazi wa kijiji walimkimbiza wakiwa na hasira. Alikimbilia baharini, makazi yake ya mwisho, na kujitosa majini kutoka kwenye maporomoko. Akapotea, na alfajiri akajikuta amelala kwenye kisiwa cha neema. Malkia wa bahari alimsaidia na kumpa zawadi ya kipekee, uvuvi wa samaki wa dhahabu. Miaka ikapita, Said akawa mvuvi tajiri wa kisiwa hicho. Lakini kijiji chake cha zamani kikakumbwa na njaa. Vijana wawili walitumwa kutafuta chakula, na walipofika kisiwa cha neema, wakashangaa kumkuta Said akiwa tajiri. Walirudi kutoa habari. Wazee wa kijiji walifika, wakaomba msamaha. Kwa moyo wa rehema, Said aliwasamehe, akawapa chakula, msaada, na akarudi nao kijijini. Walimchagua kuwa kiongozi wao. Leo, Said anasifika kama mvuvi wa kwanza duniani kuvua dhahabu kutoka baharini. Hadithi yake inabaki kama ushuhuda kwamba uaminifu hulipwa na mema hayapotei. Bahari huwa na macho.